Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika eneo ambalo mpaswa kusimama kwa kweli ni matumizi ya fedha za umma. Na hizi taarifa za nani ameiba, nani amekula mabilioni, ripoti ya CAG, hiyo ndo kazi ambayo bunge hili na Watanzania na serikali wanapaswa kufanya. Pesa tukikubaliana kwamba inalipwa kodi iende tulipokubaliana. Na Mheshimiwa Balozi, huyu ulikuwa China. Juzi tumeona wa China wanasema kuna mawaziri wawili wamekula rushwa wananyongwa. Sisi na hao watu ambao wanaiba hapa Tanzania, sisi tuwanyonge tu. Mwenyekiti wa kamati anasema kuna fedha imekaguliwa na hoja za serikali za ukaguzi miaka 19, tunapiga kelele hapa. Sasa kama kuna mtu aliiba mwaka jana akaachwa, mwaka huu sitamwacha. Sasa lazima tuwajibishe watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, napendekeza kwenye bunge hili, tumepitisha bajeti nyingi. Kila tukipitisha hapa, kwa mfano kwenye mafungu yote kwenye wizara hatukutenga fedha ya rushwa, lakini kwenye ripoti kuna mtu amekula rushwa mahali. Hatukutenga fedha ya anasa, kuna mahali watu wamekula fedha ya wananchi. Mheshimiwa bunge, situkubaliane kwamba tukitenga fedha. South Africa wameunda kamati ya kufuatilia maazimio ya bunge. Wakishapitisha, baada ya miezi 6 lazima serikali ije hapa ituambie nani aliiba na yuko wapi, alipewa adhabu gani. Hawa waliopo serikali wataogopa. Lakini kama kuna mtu amepewa ofisi ya umma asimamie mapato ya serikali, asimamie mradi ukae miaka 10, umekaa miezi 3, sisi tunatenga fedha? Hapana. Tutenge utaratibu, tuinde kamati ya bunge, akisha maazimio hapa, kamati ile baada ya miezi 6 atuambie, atajwa mtu kwa jina bila kuangalia sura yake, ndio taokoa fedha za umma na bunge hili litaheshimika na serikali itaheshimika. Watanzania wanataka maendeleo, wanataka kulipa kodi. Lakini kama watalipa kodi ambayo watu wanagawana mtaani, alafu mtu ana VX, mtu anamiliki majumba hapa lakini biashara yake haijulikani, anakula mkanda nje, haijulikani anafanya kazi gani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulete nidhamu ya Watanzania. Balozi ulikuwa China, tunyonge watu, mnaogopa nini? Hawa wanaua watu kwa nyuma madawa, wanaua watu kwa pressure, watu wamefisua jumba zao kwenye mikopo ya makandarasi, hawajalipa. Kuna Mtanzania kwanza amesoma kwa hela zetu, alafu kapewa heshima na Mheshimiwa Rais au chombo kingine, alafu ni mwizi, si tumchekee? Tunyonge watu, wabunge, tunyonge hawa watu, wanyonge ili tutoe nidhamu ya fedha serikali. Hayo matrilioni tunapitisha, lakini tunataka mwakani akija waziri atuonyeshe kwenye mifuko maalumu amepeleka 100% na miradi ya maendeleo imekamilika. Watanzania watashukuru sana, watapiga makofi. Pale na hayo, naunga mkono hoja tunyonge watu ambao ni wezi wa nchi hii.